Ujumbe wa wakili Boniface Anyisile Mwabukusi kutokana na wanaharakati ama wanahabari wa nchini Kenya na Uganda kukamatwa nchini Tanzania, ambao kwa sasa wamerejeshwa katika nchi zao, lakini taarifa zinasema kwamba walirejeshwa katika hali ambayo ni kama walitupwa. Na katika ukurasa wake wa Facebook ameeleza kwamba sio katiba tu, hata Biblia inapinga unyanyasaji wa wageni. Anaendelea kwa kusema, ukatili, uongo sio msingi na maadili katika utumishi wa umma hapa Tanzania. Anasema katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka 1977 kama ilivyorekebishwa, 1. Ibara ya 9 kuhusu kila mmoja kutendewa kwa utu na kuzingatia msingi wa haki za binadamu wakati wote ambapo vyombo vya umma vitakuwa vikitekeleza wajibu wake, tukifanyiwa matendo ya udhalilishaji na ukiukwaji wa haki au uonevu. 2. Ibara ya 13 anasema usawa mbele ya sheria. Watu wote ni sawa mbele ya sheria na wanayo haki bila ya ubaguzi wowote kulindwa na kupata haki sawa mbele ya sheria. Namba 2. Ibara ya 13 haki ya kutendewa haki. Kila mtu anayo haki ya kutendewa kwa haki na bila ya ubaguzi wowote kazini, mahakamani au sehemu nyingine yeyote. 3. Ibara ya 13(6) haki ya kusikilizwa. Wakati haki na wajibu wa mtu yeyote vinahitajika kufanyiwa uamuzi wa kisheria, basi mtu huyo atakuwa na haki ya kupewa fursa ya kusikilizwa kwa ukamilifu. Ibara ya 13(6)(b) namba 4 haki ya mahakama huru. Haki ya kusikilizwa na chombo huru na kisichoegemea upande wowote. 1. Sheria mwenendo wa makosa ya jinai CPA sura ya 20 kifungu cha 32 mpaka 36 kinazungumzia haki ya mtu anayekamatwa kutaarifiwa sababu za kukamatwa kwake na kupewa haki ya kuwasiliana na wakili. Kifungu cha 187 mpaka 222 kinahakikisha taratibu za haki katika usikilizwaji wa kesi na utoaji wa hukumu. Hakuna kifungu kinachoruhusu kupigwa, kujeruhiwa au kuteswa kwa watuhumiwa. 2. Sheria ya madai Civil Procedure Code sura ya 33 inatoa taratibu za usikilizwaji wa mashauri ya madai kwa haki, ikiwa ni pamoja na utoaji wa wito, ushahidi na maamuzi ya haki. 3. Sheria ya uthibitisho wa ushahidi sura ya 6. Mikataba ya kimataifa na kikanda. 1. Tanzania pia imeridhia mikataba ya kimataifa kama Tamko la Ulimwengu la Haki za Binadamu kifungu cha 7 na 10, Mkataba wa Kimataifa wa Haki za Kiraia na Kisiasa kifungu cha 14, kwa mujibu wa Biblia na namna ambavyo taifa mwenyeji linatakiwa kuwatendea wageni. Mambo ya Walawi 19:33 mpaka 34, mgeni akaaye pamoja nanyi katika nchi yenu msimdhulumu. Mgeni akaaye pamoja nanyi atakuwa kwenu kama mzalia wenu, nawe mpende kama nafsi yako, kwa kuwa ninyi mlikuwa wageni katika nchi ya Misri. Kutoka 22 mstari wa 21 inasema, usimwonee mgeni wala kumtesa, kwa kuwa ninyi pia mlikuwa wageni katika nchi ya Misri. Waebrania 13 mstari wa 2 inasema, msisahau kuonyesha ukarimu kwa wageni, kwa kuwa kwa kufanya hivyo watu wengine wamekaribisha malaika bila kujua. Warumi 12 mstari wa 13.
Shirikianeni na watakatifu katika mahitaji yao. Karibisheni wageni. Petro wa kwanza mlango wa 4 mstari wa 9 inasema karibishane ninyi kwa ninyi bila manung'uniko. Hivyo basi, iwe kwa mgeni au mwenyeji. 1. Lazima haki na ulinzi wake anapotuhumiwa kwa jambo lolote lile, msingi usiwe epukika. Hata kama mtu sio raia wa Tanzania, sheria, katiba, msingi wetu wa maadili hatoi ruhusa mtu huyo kunyanyaswa na kutendewa kihalifu au kuadhibiwa isipokuwa kwa kufuata katiba na sheria. Kabla hajamaliza anasema, binafsi nimesikitishwa na kuumizwa sana na hali hii na shambulio hili inayoonesha kukosekana kwa uwajibikaji, utu na kulinda usalama wa raia. Ujiulize na mimi nijiulize, ili tuweze kuchukua hatua stahiki za ubazazi huu. Hili ni andiko la wakili Bonifasi Anyisire Mwabukusi katika ukurasa wake wa Facebook akisema, sio katiba tu, hata Biblia inapinga unyanyasaji wa wageni.